asubuhi hii kuwasalimieni na kuleta ujumbe wetu Chadema. Ujumbe wa no reforms, no election, ambao kila mtu mmemsikia na uzungumza kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa nini Chadema tumefikia hapa? Na kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi, Uchaguzi una mahusiano gani na maisha yenu? Uchaguzi una mahusiano gani na mama anayeuza nyanya, na kijana anayeendesha bodaboda, na wewe mkulima? Uchaguzi una mahusiano gani na wewe? Nchi hii ni nchi inaendeshwa kwa uongo na propaganda. Sasa tusipofafanua vizuri, watakuja hapa wale wamekuja kuzungumza kuhusu uchaguzi tu. Uchaguzi una nini? Wananchi wanajizungumzia wao, wana uchu wa madaraka. Uongo kweli? Kwamba CCM wamekaa madarakani miaka 63 hawajatoka, wanasema sisi tuna uchu. Kwamba wao ambao wamekaa 63 hawana uchu. Hiyo kweli sheria? Nchi hii watu wako kwenye matatizo, maisha ni magumu, lakini kuna chawa wanalipwa, wanaweka mabango, wanasema mama hatukudai. Mmewaona hayo? Yani nchi ya kutokumdai rais kweli? Mama hatukudai. Hii ni nchi ambayo unaweza kukutana na mwanaume ukamwambia, unajua wewe mwanamke, alafu anakimbia kwenda kujiangalia chooni, hivi mimi mwanamke mwanaume? Ndio maana redio nchi hii zina pampu ujinga kwenye vichwa vya watu, magazeti yana pampu ujinga, kwa sababu wanajua Watanzania mnaweza kuambiwa ujinga kwa muda mrefu na mkauamini. Kama tu mtu anavyoweza kuambia wewe mwanamke tu, unajua wewe ni mwanaume, na unajifahamu kabisa kwamba mimi mwanamke, naenda kujiangalia. Sasa tusipofafanua haya mambo vizuri, kwa sababu nchi hii propaganda ni nyingi, wanaweza kuja wakawaaminisha uongo. Kwa nini tunasema uchaguzi? Mama, uchaguzi unakuhusu nini? Hii hapa ni katiba ya nchi yetu. Na kwa sababu ya muda kidogo, ningependa nyie, najua ni watu ambao mlishafanya maamuzi, lakini wakati mwingine elimu haina mwisho, si ndio? Nitasoma mambo machache, na mimi nazungumza kwa nyaraka za serikali. Katiba ya nchi yetu ya mwaka 77 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Maana yake ni nini? B, lengo kuu la serikali, lengo itakuwa ni ustawi wa wananchi. Ustawi wa nini? Kwa hiyo kama hakuna hilo lengo, hakuna sababu ya kuwa na serikali. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Kwa serikali nasema, au katiba ya nchi yetu ambayo rais ameapa kuilinda na kuitetea, inasema msingi wa mamlaka na madaraka yote ni wananchi. Maana yake nini? Badala ya sisi wote nchi nzima kuwa marais, hakutakuwa na order, hakutakuwa na utaratibu. Kwa sababu huyo atatoa kauli, huyo atatoa kauli, huyo ataagiza jeshi, huyo ataagiza polisi, kutakuwa na chaos. Kwa hiyo tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu, sio kwa niaba yake na watoto wake, kwa niaba yetu. Na katiba inamwelekeza kwamba hiyo serikali anayounda lengo lake kuu ni ustawi wako. Hivyo hivyo wabunge, badala ya sisi wote, jimbo hili linaitwaje, Mikumi, kwenda bungeni, Tarime waje bungeni, Ubungo waje bungeni,
Kilombero, Ifakara, Mahenge, hakuna ukumbi wa kututosha wote. Tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu. Kwa niaba, ikisema kwa niaba mnanielewa, akatuwakilishe sisi, akaseme mambo yetu, sio ya kwake na mke wake. Akaseme kuhusu madawa kwa ajili yenu, na aisimamie serikali, kwa sababu katiba inasema kazi za mbunge ni kutunga sheria na kuisimamia serikali, kuishauri na kuisimamia. Isiposikiliza ushauri, aisimamie. Ndio maana wabunge wanaweza kupiga vote of no confidence, kura ya kutokuwa na imani. Sasa mpigani wa watu weusi kule Afrika Kusini anaitwa Stephen Biko aliuawa na makaburu wakati wa vita ya makaburu dhidi ya watu weusi. Alisema hivi: the most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Silaha muhimu na kubwa anayoitumia mdhalimu dhidi ya watu wanaodhulumiwa ni akili ya anayedhulumiwa. Si kama mmeelewa? Yaani silaha muhimu anayoitumia Samia na serikali yake inayotudhulumu ni akili yako ya wewe unayedhulumiwa. Sio nguvu za polisi wala sio jeshi, ni akili yako. Ndio maana unazunguka hapa unakuta mabango yameandikwa mama hatumdai. Kama mama, TV zinaimba, ukisikiliza TV za nchi hizi zinazungumza kuhusu uongozi wa nchi, unaweza kufikiri hii ni Marekani, Uingereza. Na wengine wanakuja hapa sisi juu Saidi. Juu wanatafuta nini huko? Hapa chini ndio kuna shida. Watu wanazulumiwa, uongo kweli? Hapa chini hapa. Anakuja na wimbo sasa kumekucha. Jioni wanakuambia kumekucha. Na mtu anacheza hapa eti kumekucha wakati ni jioni. Sasa watu wa Ruaha, katiba yetu inasema lengo la serikali ni kukufanya ustawi. Katiba hiyo ibara ya 9 inasema hivi: lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa za kijamaa kwa kuzingatia mazingira katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vitawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa Tanzania unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa jumla, pia kuzuia mtu kunyonya mtu mwingine. Kwamba katiba inaelekeza serikali kwamba utajiri wa nchi yetu utaelekezwa katika kuhakikisha kwamba unakunufaisha wewe na kuzuia wewe mambo vyako vikoje vinanikera sana. Hello? Yes. Kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yakielekezwa kwenye jitihada za kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Kwamba katiba hii inatambua kwamba nchi yetu ni tajiri na utajiri wake unapaswa kuelekezwa kwenye kuondoa ujinga, maradhi na umaskini, na lengo la serikali ni ustawi wake. Sasa ndugu zangu wa Ruaha, nchi hii ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameibariki sana.
ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Uganda, ukichukua Rwanda, ukichukua Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja, nchi 4 zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimwambia ngapi? 945. Kwa sisi nchi yetu ni kubwa kuliko nchi zote za Afrika Mashariki na Kati. Tuna ardhi nzuri, haina hata kipande cha kulinganisha hapa na kwenye gari chenye jangwa. Ukienda Northern Kenya, maeneo ya Wajir na Marsabit kule ni jangwa. Sisi hatuna kipande hata kimoja ambacho mvua hainyeshi, ambacho ardhi haikui mazao. Mkoa wa Morogoro una kilomita za mraba 70,636. Nchi ya Rwanda kwa Kagame ina kilomita za mraba 26,366. Kwa hiyo Rwanda inaingia kwenye mkoa wa Morogoro mara 3 na kubaki sehemu. Mkoa wa Morogoro una watu milioni 3.6. Nchi ya Rwanda ina watu milioni 13. Nchi ya Uholanzi, si mnajua Uholanzi, ina kilomita za mraba 41,400. Mkoa wa Morogoro nimewambia mna kilomita za mraba ngapi? 70,000. Kwa hiyo Uholanzi inaingia hapa mara 1 na kubaki ziada. Nchi ya Israeli nayo isikia inapiga dunia. Israeli ina kilomita za mraba 21,000. Mkoa wa Morogoro una kilomita za mraba 70,000. Kwa hiyo Israeli inaingia Morogoro mara 3 na kubaki sehemu. Nchi yetu ni nchi pekee duniani yenye madini yanayoitwa Tanzanite. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Ni nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Ni nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ukianzia kwetu Tarime ni dhahabu, ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Anzia Tarime dhahabu, Geita dhahabu, dhahabu, Kahama dhahabu, Nzega dhahabu, Bukombe dhahabu, Ngudu dhahabu, Kira, Ruangwa, Chunya, Singida dhahabu. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Na bei ya dhahabu kwenye soko la dunia kwa gramu ni shilingi 310,000. Gramu ni ukichukua ule wembe mzima, ukiuvunja kale kanusu ndio gramu. Kila siku nchi hii tani na tani za dhahabu, maroli na maroli ya dhahabu yanatoka kwenye nchi hii kwenda Ulaya, wakati gramu ni shilingi 310,000. Nchi yenye gesi, futi za ujazo trilioni 4.5. Unaenda Kabanga, Kagera, kuna madini ya nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia, yanatoka Tanzania. Hapa kwenu kati, ukienda Seru, unakutana na madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuclear, yanatoka Tanzania. Tuna misitu, tuna mbuga za wanyama, Ruaha, Ngorongoro, Mikumi, Katavi, Serengeti, Seru, Udzungwa swi. Na mbuga moja ya wanyama ya Ngorongoro iko kwenye maajabu 7 ya dunia. The Cradle of Man. The Cradle of Man ni sehemu miongoni mwa maajabu 7 aliyounda duniani Mungu. Miongoni mwao ni Cradle of Man. Ngorongoro iko Tanzania. Tuna gesi, tuna makaa ya mawe, tuna chuma. In fact, nchi zingine Mungu aliweka chuma chini ya ardhi. Sisi alituwekea mlima kama unavyoona Udzungwa hivi. Mlima uko sehemu inaitwa Liganga hapo Rudewa. Na Mungu akatupa mlima wa chuma, akatupa na makaa ya mawe ya kuyeyushia. Watu wengine Mungu aliweka chuma wanachimba chini, na hata hawana makaa ya mawe. Makaa ya mawe wanafuata Tanzania wakai. Sisi akatupa chuma, akatupa makaa ya mawe ya kuyeyusha hicho chuma,
na akatupa mchanga wa kusafishia pale Iringa. Kwa kila kitu kipo Tanzania. Kila kona ya nchi ni utajiri. Ukienda Mwadui, Almasi, kwa nini watu wetu ni maskini? Kwa nini watu wetu ni maskini katikati ya utajiri? Mwalimu Nyerere alisema, ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu. Watu tunao milioni 63. Inahitaji ardhi. Ardhi tunayo kilomita za mraba 945. Na nikizungumza kuhusu ardhi, nazungumza kuhusu dhahabu, nazungumza kuhusu chuma, nazungumza kuhusu makaa ya mawe, nazungumza kuhusu misitu, nazungumza kuhusu maji. Hiyo yote ni sehemu ya ardhi. Mwalimu alisema ili tuendelee tunahitaji watu, tunahitaji ardhi, tunahitaji siasa safi na uongozi bora. Kama tuna watu, kama tuna ardhi, nini kinakosekana kwenye nchi? Siasa safi na uongozi bora. Ndio tatizo la nchi. Tumekwama kwa sababu nchi hii inaongozwa na wajinga. Tumegota. Miaka 63 tumegota. Hatuwezi kusogea. Na wenda wazimu, insanity. Albert Einstein anasema insanity is keep doing the same thing in the same way and expecting different result. Wenda wazimu ni kufanya jambo hilo hilo kwa njia hizo hizo na kutegemea matokeo tofauti. Huo ni wenda wazimu. Miaka 63 tunachagua watu wale wale wakituahidi ahadi mbalimbali. Mwalimu Nyerere alisema, mtu mwenye akili akikuambia jambo la kipumbavu, ukikubaliana naye anakudharau. Yaani wewe unaona hii ni gari, mimi nakwambia hiyo ni pikipiki. Wakati una akili unaona hiyo ni gari, ukikubaliana na mimi nakudharau. Si kama mnaelewa nyie? CCM wanawadharau nyie. Ndio maana wanawaambieni ujinga mwaka baada ya mwaka. Hebu fikirie hivi. Tuna afisa elimu wa wilaya, uongo kweli? Analipwa na serikali, si ndio? Anapewa nyumba, si ndio? Anapewa gari, si ndio? Kutoka kwenye kodi yako. Mnalima miwa, serikali inakata kodi. Na nitaeleza. Zinaenda serikalini, wanalipwa hao watu. Afisa elimu anapaswa afanye nini? Asimamie ubora wa elimu. Nasema uongo? Amepewa gari, amepewa nyumba, asimamie ubora wa elimu. Alafu zile shule anazosimamia mtoto wake asomi pale. Wewe nakwambia nini? Sio kama mnaelewa nyie. Rais wenu anasema ameboresha huduma ya afya, si ndio mzee? Si mnasikia kwenye hospitali? Rais ametununua CT scan. Si nini? Mashine zote ziko Tanzania. Kwa nini yeye atibiwa hapa akipigwa chafu anaenda ura? Yeye hapendi kutibiwa pazuri, si ndio? Mnanielewa vizuri? Sasa ndugu zangu, nchi hii inaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo. Na wananchi ndio mmeruhusu. Tunahitaji mabadiliko. Tubadilishe nchi hii. Inawezekana. Nchi yetu ni tajiri. Na Mungu ametuweka. Achana na ujinga mnaoambiwa. Mungu ndio ametupangia. Mpaji Mungu. It's true. Mpaji ni Mungu. Ndio maana Mungu akatuweka kwenye nchi ya kwanza yenye Tanzanite pekee yake duniani. Alitaka tuishi vizuri. Ndio maana akatuweka kwenye nchi ya 3 yenye dhahabu duniani. Mungu asingetaka tuishi vizuri, angetuweka jangwani. Asingetuweka kwenye mali nyingi. Mungu ametuweka kwenye mali. Bob Marley anasema kwenye wimbo wake wa Rattles, in abundance of water a fully thirsty. Katikati ya wingi wa maji ni mjinga anaweza kuwa na kiu. Katikati ya utajiri wajinga wanaweza kuwa maskini. Sisi nchi hii tumebarikiwa sana. Mwalimu Nyerere aliacha viwanda. Haiwezekani nchi ikaendelea bila viwanda. Uongo kweli? Hakuna maendeleo mnaoweza kupata kama huwezi kuzalisha. Productivity. Na lazima uwe na basic industries za kuconsume mali wanazotoa watu wako. Uongo kweli? Mwalimu aliacha viwanda, nilikuwa Mangura.
Si Mwalimu aliacha kiwanda cha chuma pale, kilikuwa kinaitwa nini? MMT, si ndio? Aliacha kiwanda cha simenti pale, uongo kweli? Aliacha kiwanda sio cha nini, cha mbao, si ndio? Mwalimu hapa kwenu kuna viwanda hivi vyote hivi vya zama za Mwalimu, si ndio? Aliviacha hapa Mwalimu, si ndio? Na viwanda Morogoro kulikuwa na viwanda vya zulia nini, viwanda vya sabuni, viwanda vya ngozi. Kule kwetu Tarime, Mwanza, Msoma tulikuwa na Mutex, Mwanza kulikuwa na Mwatex, Dar es Salaam kulikuwa na Dar Textile, Sunguru. Mwalimu aliacha viwanda vya zana za kilimo Mbeya. Mwalimu aliacha viwanda vya Philips vilikuwa vinatengeneza redio. General Tyres ya Arusha ilikuwa inatengeneza matairi. Ili nchi iendelee, lazima uwe na capacity ya kuzalisha kwenye nchi yako. Maana yake nini? Maana yake nini? Kiwanda kilichokuwa Mang'ura cha simenti au cha chuma kilikuwa kinamwajiri nani? Tanzania wa hapa. Na kiwandani peke yake ndio anapoajiriwa mtu mwenye elimu ya juu na asiyekuwa na elimu. Kiwandani ataajiriwa engineer, kiwandani atakuwepo mtu wa hesabu, kiwandani atakuwepo na human resource manager, atakuwepo na technician mwendesha mitambo, lakini kiwandani atakuwepo na mama ntilia anayewauzia wafanyakazi wa kiwanda cha kodi. Kiwandani atakuwepo na dereva wa lori. Kiwandani atakuwepo na mbeba mizigo. Kwenye kiwanda anaajiriwa mwenye elimu na asiyekuwa na elimu. Mwalimu alipoacha kiwanda hapa cha chuma, maana yake tukitaka kununua nondo, pesa inatoka Tarime inakuja MMT. MMT inakuajiri wewe. Wewe ukipata pesa MMT unajenga nyumba, unamlipa huyu fundi. Fundi akipata pesa, kwa sababu kama kijana wa hapa ameajiriwa Mang'ura, anakuja kujenga kwa Ruaha hapa. Uongo kweli? Anamlipa fundi huyu hapa wa hapa. Huyu fundi akipata hela ananunua mboga kwa huyu mama anayeuza mboga. Huyu mama anamwagiza bodaboda amletee mboga. Bodaboda ananunua mafuta kwenye kituo cha huyu mzee. Huyu anamwajiri mlinzi. Mlinzi ananunua nyanya pale. Pesa inazunguka miongoni mwetu. Leo unapoua viwanda, maana yake unasafirisha ajira hapa, unazipeleka nje ya nchi. Mwalimu aliacha General Tyres. Mimi nimekuwa, baba yangu ana Land Rover, tunanunua tairi za ndani ya nchi. Leo tuna bodaboda kila kitongoji nchini. Uongo kweli? Bodaboda kwa mamilioni kila kitongoji. Hatuna kiwanda cha kutengeneza tairi ya bodaboda. Tairi kisha hapa Ruaha, pesa inatolewa hapa inaenda Guangzhou China kuagiza tairi. Mtajengaje ajira kwa watoto wenu? Matokeo yake watoto wenu wanafanya betting, na viongozi wa serikali wamekaa kwenye ofisi wanasema tatizo la ajira ni tatizo la kidunia. Sio kweli, ni tatizo la kuongozwa na wajinga ndio limesababisha tatizo la ajira. Unakuaje na nchi ina misitu hii hapa ya Udizungwa, unaagiza toothpick made in China? Unawezaje kujenga uchumi wako? Kama pesa inatoka hapa inakwenda kuagiza toothpick China. Hapa watu wanalima nyanya. Nenda hapo Kiroro watu wanalima nyanya. Unaenda kwenye mgahawa unakuta tomato sauce ya American Garden ketchup. Nyanya zinaoza shambani, hazina pa kupeleka. Tunachukua pesa zetu tunaagiza nyanya nje ya nchi. Leo kiberiti mnachotumia kimeandikwa Kasuku, kinatoka Kenya. Hatuwezi kutengeneza kiberiti. Mwalimu aliacha viberiti vya Kibo Matches. Nchi gani hii? Nchi gani? Alafu mko vijiwani mnashindana goli la mama. Sui nini? Ujinga mtupu. Nani aliyewaroga nyie wa Tanzania? Nchi inachezewa. Alafu hawataki tuseme haya. Wanatuua kwa kusema haya. Lissu ameumizwa. Lissu sio mwizi, anawekwa ndani. Mtu aliyepigwa risasi 16 hajaiba, kwa sababu anasema nchi hii ni yetu sote, tunastahili kunufaika nayo wote. Kila mtu anastahili maisha mazuri. Nani hapendi kuendesha gari? Nani hapendi kukaa sehemu nzuri? Nani hapendi kusomesha watoto wake pazuri? Nani hapendi kutibiwa vizuri?
tuna utajiri wa kutosha wa kila mtu kukaa vizuri. Kwa nini watu wetu ni maskini? Tunaongozwa na incompetent leaders, watu wanaofanya kazi not based on meritocracy, wanafanya kazi kwa kupendeleana, kwa impunity. Tunahitaji kubadilisha nchi hii. Msimamo wetu Chadema ni kwamba tunataka kura ya mwananchi iwe na nguvu ya kuweka mtu madarakani. Akiahidi uongo, mumpige chini, mweke mtu mwingine. Ndicho tunachokupigania. Niye Ruaha mnasemaje? Niye mnasemaje? Ndio maana tunasema no reforms, no election. Ili tuwe na uchaguzi ambao for once utaweka viongozi watakao wasikiliza nyinyi. Mimi nilikuwa mbunge. Kuna vibaraka wamehongwa na CCM. Mnawajua. Wameunda shirika chama ka vibaraka. Wamewapa fedha, tunawajua, tunajua uchumi wao. Wanazunguka wanasema sisi tunakimbia uchaguzi. Hakuna miongoni mwao amewahi kushinda ubunge. Mimi nimeshinda ubunge. Najua utamu wa ubunge. Mimi nakimbiaje uchaguzi? Mimi nimekuwa mbunge. Nakimbiaje uchaguzi? Sisi tunachotaka ni tume huru ya uchaguzi. Lissu asimame hapa, huyu mama asimame hapa, ipigwe dakika 90 wananchi muamue. Ndicho tunachokitaka. Ndicho tunachokitaka. Ujinga gani? Ujinga gani? Mzee wangu, wewe si Muislamu. Tulikwenda Ikulu kuonana na Rais Samia tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2022. Akasema mimi ni Muislamu, sitaki wizi, sitaki dhuluma, na waahidi nitaleta uchaguzi huru. Akaja na vitu vinaitwa 4R. Mlisikia? Mtusikia? Reconciliation, rebuild, resilience na reforms. Resilience ni kuvumiliana, tukosoane. Nchi hii sio ya mama yake mtu mmoja, ni ya kwetu sote. Rebuild, kujenga upya. Reconciliation, kutibu majeraha yaliyokuwepo. Na reform, kutengeneza utaratibu mpya wa kuongoza nchi yetu, kutengeneza katiba. Nini kilichotokea mwaka jana? Mwalimu alisema nchi hii ili iendelee inahitaji siasa safi na uongozi bora. Siasa safi, maana ya siasa safi ni nini? Watu wachaguliwe bila rushwa, wananchi muwe na uwezo wa kuamua. Wananchi mkisema Heche ndio mbunge wake, awe mbunge wenu. Mkisema hatukutaki Heche, Heche asiwe mbunge. Leo nini kinatokea kwenye nchi hii? Wabunge mnaochagua ndio wanaenda bungeni. Hiyo ni siasa safi? Siasa ambayo polisi wanaua watu kwa sababu ya kitongoji, hiyo ni siasa safi? Leo CCM wametoa ratiba yao ya vikao vya chama chao kwenye mwezi huu mpaka mwezi wa 8. Tarehe 20 mwezi wa 8 wanasema kutakuwa na halmashauri kuu. Tarehe 21 mpaka 25 wanasema hivi, kuchukua fomu za Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kurudisha fomu. Sasa Tume ya Taifa ya Uchaguzi haijatangaza tarehe za kuchukua na kurudisha fomu. CCM wao wanatangaza. Maana yake nini? Na wanasema hiyo ni tume huru. Nani aliyewaambia CCM kwamba tume watatangaza tarehe 21 mpaka 25 ni siku ya kuchukua fomu? Nani aliyewaambia ili waweke kwenye? Inawezekana. Inawezekanaje ndugu zangu? Inawezekanaje? Hebu nisikilize. Inawezekanaje wewe mtu wa Yanga, mechi inachezwa Simba na Yanga, kabla TFF hawajatoa ratiba, Simba waseme tutacheza mechi tarehe 10 kwenye uwanja fulani na refa atakuwa fulani, utakubali hiyo mechi? Waache ujinga bwana. Acha upumbavu wao. Alafu wanataka sisi tuende kwenye uchafu huo. Waende na vyama vibaraka wao. Uongo kweli? Sisi hatuwezi kushiriki. Na wale wanaotusikiliza, sio kwamba msishiriki, tutawaelekeza nini cha kufanya. Nchi yetu sote, na jambo la kufia ni uchaguzi. Kwa sababu uchaguzi ndio maisha yako. Kama we live once duniani hapa, hatuishi milele hapa. Hata ukikimbia kifo kitakukuta tu, either umelala au umefanya nini. Lazima tubadilishe nchi hii once and for all. Nchi hii tuna bandari. Bandari za nchi hii zimekabidhiwa kwa Waarabu. Dubai walikuwa 3 milioni, wako 3 milioni.
mwaka 70 walikuwa 70,000. Nyie watu wa hapa Ruaha ni watu 70,000. Nyie ni wengi kuliko walivyokuwa Dubai mwaka 60. Leo wanakabidhiwa bandari zetu waziendeshe. Tunazungukwa na nchi 6 zinatutegemea sisi. Bandari ni mlango wa fedha. Kwamba sisi watu milioni 63 tunazaa ndondocha, hatuwezi kuendesha bandari, tunawapa Waarabu. Tumerogwa sisi. Uwanja wa ndege wa KIA aliwacha Mwalimu Nyerere. Mzungu akitua pale analipa dola 100 kutua na kuondoka, dola 55 akiwa anatua, dola 55 anaondoka. Nao tumewakabidhi wa Oman. Nchi hii kuna nchi kubwa za viwanda zinazozalisha hewa ya ukaa, zinasababisha mabadiliko ya tabia nchi, zinachafua ozone layer huko mbinguni, zinasababisha mabadiliko ya tabia nchi. China, Uingereza, Marekani, nchi za viwanda zinapigwa faini kwa kuchafua hali ya mazingira duniani. Na hiyo faini inatakiwa iende kwenye nchi ambazo zina misitu mingi inayotoa oxygen. Sisi tumequalify. Tuna misitu mingi, Udzungwa, mbuga gani, tuna eneo kubwa la misitu Seru. Sisi tuna qualify kwamba misitu yetu inaitwa carbon nini? Carbon credit. Kwa hiyo sisi tumequalify kupewa malipo ya carbon credit. Kwamba serikali yetu imesaini na Saudi Arabia mkataba, Saudi Arabia jangwa ambayo haina mti hata majani, kwamba misitu yetu inasomeka kule duniani kwamba ni ya Saudi Arabia, kwamba wao ndio walipwe. Kuna akili hapo? Hivi nyie mnanielewa? Ndio maana wanaichukia Chadema, kwa sababu Chadema inawafungueni macho, kwa sababu the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Silaha ya dhalimu ni akili ya mtu anayedhulumiwa. Ukifunguliwa akili utaamka. Ndio maana unasikia wanazuia ruzuku, wanamkamata Lissu, walimweka ndani wakitegemea sisi tutaacha ziara. Walipomweka ndani, mimi nikasema serikali ndani, kaeni naye, sisi tunapiga njia, hakuna kulala mpaka kieleweke. Na kwanza Lissu ni mtu mmoja aliniambia, pombe ya gongo ukiweka ndani muda mrefu ndio inakuwa kali zaidi. Kadri inavyokaa ndani ndio inakuwa kali zaidi. Uongo kweli? Nchi lazima tuibadilishe. Haiwezekani katikati ya utajiri watu wanaishi vibaya. Tungeni mkono, kipiganieni chama hiki, kisaidieni, tuombeeni. Tukiamua kujiunga nao, haki ya Mungu mimi nawaambia, nikinyanyua simu hivi nikamwambia mama si chawa, mama unajua wewe ni Mungu amekushusha kutuokoa wa Tanzania, kesho nitakuwa waziri. Nikiamua kuvaa uchawa sitakuwa na window. Leo Lema alikuwa na safiri, amewekewa red flag, haruhusiwi kusafiri nje ya nchi. Kwa nini? Lema ameua. Tunaishi matatizo haya kwa sababu yenu. Ili tubadilishe nchi hii, mkitukatisha tamaa tunaumia sana. Tungeni mkono, kipiganieni chama hiki, kisaidieni. Tunahitaji mabadiliko. Umaskini wetu ni wa kutengeneza na viongozi wa hovyo walioko madarakani. Tumekuja na forms zinaitwa petition, zisainini. Nimeletea matatizo hapa ya kwenu. Serikali hii ambao pesa zinachezewa, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali anasema serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija bilioni 571, matumizi yasiyokuwa na tija. Ametumia tafsida kwa jina jingine, matumizi ya kijinga, bilioni 571, na hakuna aliyekamatwa. Pesa zenu, wanasema mkulima akifikisha mauzo ya milioni 11 akatwe EFD. Uongo kweli? Uongo kweli? Muomelima wewe, ukiungua hasara yako wewe mwenyewe. Serikali inakata kodi. Mtu akilima mpunga anahangaika na mpunga miezi 6, hakuna mbegu ya serikali, hakuna chochote. Akivuna, akiingiza kwenye gunia, ukiingia barabarani geti la serikali,
hawajakusaidia kufukuza ndege, hawajakusaidia chochote, geti la serikali. Alafu pesa yako hii ikichukuliwa, kesho unaambiwa pesa ya Mama Samia ametoa kwenye goli la mama, wakati una madawa hospitali, wakati una maji, pesa yako inachezewa. Unapeleka mua kiwandani, mnunuzi ndio anakuambia mua wako ni kiasi hiki, una sucrose kiasi hiki, kwamba yeye mnunuzi ndiye anakupimia mua, wewe haupo, akwambia utamu wake ni kiasi hiki. Nchi gani hii? Alafu mnaona ni vitu vya kawaida hivi. Haya sio mambo ya kawaida, ni mambo ya wenda wazimu. Tubadilishe nchi. Tubadilishe nchi. Inatosha. Miaka 63 inatosha. Mnasemaje nyinyi Ruaha? Nyinyi mnasemaje? Nyinyi mnasemaje? Inatosha. Huyu mama kama anataka, si amebandika mabango kila sehemu, alete mabadiliko. Kanisa Katoliki limesema hivyo, kwamba leteni mabadiliko. KKT imesema hivyo. Shura maimamu amesema, wakina Sheponda, Mzee Butiku amesema, Mzee Walioba amesema. Wanaopinga mabadiliko ni CCM na vibaraka wake. Tunataka mabadiliko. Haiwezekani mechi inachezwa Simba na Yanga, alafu refari awe Haji Manara. Niye watu wa Simba mtakubali? Yaani mtu atachezewa faulu katikati ya uwanja, Haji atapeleka penalty. Uongo kweli? Au mechi inachezwa Simba na Yanga, alafu mshika kibendera awe Ahmed Ali, mzee wa Yanga, utakubali? Offside zote atasema goli. Uongo kweli? Anasema hakuna offside hapa. Uongo kweli? Na sisi Chadema tumekataa kuibiwa. Wajumbe wa NEC wote CCM, wa INEC, hiyo tume ya uchaguzi, Omari Ramadhani Mapuri, katibu mwenezi wa CCM mstaafu, mjumbe. Alafu sisi tuende hapo. Alafu kuna wajinga wanasema sisi tunakimbia uchaguzi, tunataka mabadiliko. Samia, kama unajiamini, weka mabadiliko. Haki ya Mungu, saa 12 utakuwa Kizimkazi unapumzika. Hiyo Ruaha mnasemaje? Hiyo mnasemaje? Waandishi wa habari, pandeni hapa, tunataka picha ya Ruaha ya no reform iende. Na wale kule wote njooni hapa. Picha inaenda kwenye TV asubuhi hii. Sogeeni hapa. Kule